tofauti kwa Korea Kaskazini. Ndani ya mipaka nchi hii haishangazi kukutana na sheria ambazo zitakuacha midomo wazi kama siku kutisha hata usijaribu kukanyaga ardhi hiyo. Serikali inachukua haki za kimsingi kutoka kwa raia wake na kuwawekea sheria za kiujumla ambazo huwabana raia makoo yao. Kwa raia wengi ambao ni wazalendo huziona sheria hizi ni za maana kabisa, na wengine huziona sheria hizi ni za ajabu kabisa, tena za kikatili. Nadhani utakumbuka jinsi vijana 7 wanafunzi wa high school walivyohukumiwa kifungo cha maisha jela na wengine baadhi kuhukumiwa miaka 5 jela kwa kosa la kutazama tamthilia iliyovuma ulimwenguni ya Squid Game. Na aliyesambaza na kuuza tamthilia hii alihukumiwa adhabu ya kifo kwa kupigwa risasi hadharani, ili iwe fundisho kwa wengine. Walimu na wasimamizi wa bweni katika shule ambayo wanafunzi wake walikamatwa wakitazama tamthilia hii hawakuachwa salama. Waliachishwa kazi mara moja na kupelekwa kufanya kazi katika machimbo ya migodi. Hii ndio Korea Kaskazini. Haikuishia hapo. Mwishoni mwa mwaka 2021, Korea Kaskazini ikaushangaza ulimwengu na vyombo vya habari kwa kuweka rasmi sheria ya kutokucheka. Kulingana na sheria mpya, raia wa Korea Kaskazini watapigwa marufuku kucheka kwa siku 11. Na sheria hii imeanza kutekelezwa toka mwaka jana na pengine itazidi kutekelezwa pia miaka inayokuja, ambapo kila mwaka punde ifikapo Disemba 17, Korea huadhimisha kumbukumbu ya kifo cha aliyekuwa kiongozi wao mkuu Kim Jong-il. Si kucheka tu, wananchi pia hawawezi kununua, kucheza, kufurahi na kunywa pombe katika kipindi cha siku 11 za maombolezo. Naam, hii si mara ya kwanza kwa Korea Kaskazini kutuacha tukicheka au tukihuzunika kimya kimya kwa sheria zao za ajabu ambazo huwabana raia. Kwa kuwa raia hawawezi kuondoka nchini humo kwa uhuru kwa sababu ya sheria kali ya kutoruhusu raia kusafiri nje ya mipaka ya Korea Kaskazini, ni kutokana na hadithi na shuhuda za maelezo kamili ya raia au maafisa wa serikali walioasi kwa kukimbia na kutoroka nchini Korea Kaskazini, au hata kwa machapisho ya ripoti za maafisa wa kijasusi, pengine CIA, M16 na KGB, kwa sasa ikijulikana kama FSB, watu wa kawaida kama sisi, vyombo vya habari au hata mashirika ya haki za kibinadamu. Tunaweza kupata simulizi, maelezo na vielelezo ambavyo hutunza rekodi ya mambo mabaya na mazuri ambayo hutendeka nchini Korea Kaskazini. Sasa kwa leo, makala 360 inakuletea mambo ya kustaajabisha kuhusu baadhi ya sheria kali na za ajabu ambazo zipo nchini Korea Kaskazini. Sheria hizi pengine hukuzijua na ungetamani kuzifahamu. Tega sikio lako mpaka mwisho. Ukizisikia sheria hizi, hakika hutatamani kukanyaga Korea Kaskazini, na pengine unaweza kushukuru kabisa kwamba kuzaliwa na kuwa raia wa nchi hiyo ndani ya mipaka ya Korea Kaskazini. Moja, sinema na nyimbo za kigeni haziruhusiwi kabisa. Kutazama filamu za kigeni au kusikiliza muziki wa kigeni kunaweza kuwapeleka raia wa Korea Kaskazini jela au adhabu mbaya kabisa ya kifo. Mwaka 2015, kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Kim Jong-un aliamuru kuharibiwa kwa kanda zote za cassette na CD ambazo zilikuwa na nyimbo za kigeni zilizopigwa marufuku na serikali. Kutazama sinema za Kimarekani, kusambaza na kuangalia filamu za ngono kunaweza moja kwa moja kusababisha hukumu ya kifo. Kuna vituo 3 vya runinga nchini Korea Kaskazini na maudhui yote yanadhibitiwa na serikali. Usikutwe ukitazama sinema za kigeni au kusikiliza muziki wa ugaibuni, hakika utajuta. 2, kupiga simu za kimataifa ni uhalifu. Kwetu Tanzania au katika nchi nyingi barani Afrika, Ulaya, Amerika na Asia, tushazoea kujiachia kwa kupiga simu za kimataifa kwa wapendwa na marafiki zetu. Hata siku moja hatujawahi kukamatwa au pengine kuwekwa kizuizini kwa kuwasiliana na raia wa nchi nyinginezo. Sasa jaribu jambo hili huko Korea Kaskazini ukipate
unachokitafuta. Raia wa Korea Kaskazini hawawezi kupiga simu za kimataifa, kwani swala hili linachukuliwa kuwa uhalifu na uasi. Kulingana na ripoti, mwaka 2007, bosi mmoja wa kiwanda Korea Kaskazini aliuawa kwa kupigwa risasi mbele ya watu 1.5 baada ya kushutumiwa kupiga simu za kimataifa kwa kutumia simu 13 tofauti alizoweka kwenye chumba kimojawapo katika kiwanda hicho. Nadhani ni hofu ya kusambaza propaganda ambayo inaweza kufanywa na raia, ndio maana Korea Kaskazini imeweka sheria hii kali kabisa ya kuzuia uhuru wa kutumia simu kwa mawasiliano ya nje ya mipaka ya nchi. 3. Kutokuwa mwaminifu kwa kiongozi kunaweza kumaanisha adhabu ya kifo, hii ikihusisha kusinzia hovyo kwa viongozi wa serikali. Tumekuwa tukishuhudia baadhi ya viongozi wa kiserikali wakisinzia ovyo katika midahalo ya kiserikali. Imekuwa kawaida sana kwa viongozi kuchapa usingizi bila hata woga na aibu. Sasa fahamu kwamba kulala usingizi wakati wa mkutano, hasa Kim Jong-un akiwa anahutubia baraza lake la mawaziri au katika makongamano ya kitaifa, kunachukuliwa kuwa kutokuwa mwaminifu kwa kiongozi na pia kunaweza kusababisha hukumu ya kifo. Kwa mujibu wa ripoti, mnamo mwaka 2015, waziri wa ulinzi wa Korea Kaskazini Hyun Yong-chol alipigwa risasi kwa kutumia silaha nzito kabisa ya anti-aircraft fire mbele ya watu 100 kwa tabia yake iliyomponza kusinzia mbele ya Kim Jong-un. Hii ni adhabu ya kikatili kabisa. Anti-aircraft fire ni silaha nzito ambayo imetengenezwa maalum kwa ajili ya kutungulia ndege za kivita na kuharibu vifaru vya kivita. Silaha kama hii kutumika katika mwili wa kibinadamu hakika ni adhabu ya kinyama na kikatili kabisa. Adhabu hii inatisha na kuogopesha. 4. Sheria ya adhabu ya vizazi vitatu, 3 generation punishment. Ikiwa mtu yeyote atafanya uhalifu nchini Korea Kaskazini, sio yeye tu ataadhibiwa, bali pia babu, bibi, wazazi na watoto watakumbwa na adhabu kali. Sheria hii mbaya iliundwa kuzuia watu kutoroka gerezani. Magereza ya kijeshi nchini Korea Kaskazini kama Camp 14 Kaechon, Camp 15 Yodok na Camp 16 Hwasong yamejaa wafungwa ambao wengi wao wanatumikia vifungo vya maisha au kusubiri adhabu ya kifo kutokana na makosa ya watu wengine. Raia wa nchini humo hawathubutu kufanya uhalifu hovyo, kwani jambo hili huponza familia nzima na vizazi vitatu mbeleni. Na serikali hutunza kumbukumbu vizuri sana. Hivyo jukuu, vitukuu hadi vizazi vitatu hukumbwa na adhabu ya kosa la mtu mmoja katika familia lililofanywa miaka 9 nyuma. Itabidi kufikiria mara mbili kama ukitaka kufanya tukio la kihalifu katika nchi hiyo. 5. Mitindo ya nywele huidhinishwa na serikali pekee. Katika nchi zetu tumeona wanaume kwa wanawake wakijiachia kwa mitindo mingi ya kupendeza na mengine ya ajabu kabisa hata kuiona. Sheria ya mitindo ya kunyoa mara nyingi tutaisikia hasa katika vyombo vya usalama, jeshi na polisi, na kwa kiasi katika taasisi za serikali. Nchi nyingi duniani ukitoka Korea Kaskazini, raia wake wengi hujiachia spidi 250 kwa mitindo mingi ya kunyoa na kusuka. Kwa Tanzania tunaliona hili si swala la kubisha, na wengine hawaogopi huingia na mitindo yao ya ajabu ya nywele hata katika sehemu zao za kazi. Sasa jambo hili ni tofauti sana huko Korea Kaskazini. Kuna sheria maalumu. Wanaume na wanawake wote wanaweza kukata na kutengeneza nywele zao kutoka kwa mitindo 28 ya nywele ambayo imeidhinishwa na serikali. Kati ya mitindo 28, mitindo 18 ni kwa ajili ya wanawake na mitindo 10 pekee ni maalum kwa ajili ya wanaume. Hairstyles au mitindo ya nywele mingineyo ni marufuku kabisa. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alianzisha sheria hii mwaka 2013 na hakujumuisha mtindo wake wa kunyoa kwenye orodha hii kwa sababu alitaka kuweka wa kipekee na hakuna mtu yeyote anayeweza kuthubutu kuiga hairstyle yake. Mitindo yote 28 imewekwa hadharani na katika masaluni ya kike na kiume, na kila raia inabidi achague mtindo mmojawapo wa kunyoa au kusuka kati ya mitindo iliyoidhinishwa kisheria. 6. Ruhusa inahitajika kama raia atahitaji kuishi katika mji mkuu wa kitaifa. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un anataka watu waliofanikiwa zaidi,
matajiri na wenye ushawishi waishi katika mji mkuu wa Korea Kaskazini, Pyongyang. Watu lazima wawe na ruhusa ya moja kwa moja ya kuishi katika mji mkuu. Serikali huchagua mahali ambapo watu wanaweza kuishi kulingana na uhusiano wao na serikali. Kuishi katika mji mkuu Pyongyang kunahitaji idhini ya serikali. 7. Biblia imepigwa marufuku nchini Korea Kaskazini. Kama wewe ni mtu wa dini sana, basi Korea Kaskazini si mahala pako kabisa. Biblia inachukuliwa kuwa ishara ya utamaduni wa Magharibi, na kwa hiyo imepigwa marufuku kwa sababu inaweza kubadilisha watu. Mwanamke mmoja Mkristo aliyekuwa akisambaza Biblia alikamatwa na kuuawa. Mwaka 2014, Jeffrey Foley, raia wa Marekani aliyekuwa akizuru Korea Kaskazini, alikamatwa na kufungwa kwa miezi 5 jela kwa sababu alisahau Biblia akiwa Chongjin Sailors Club. Uhuru wa dini ni hadithi ukiwa Korea Kaskazini. Ni nchi isiyoamini masuala ya dini na imani zake. Watu wengi waliosambaza Biblia wameuawa hadharani. 8. Hakuna sheria ya bangi. Korea Kaskazini haina matatizo ya madawa ya kulevya. Katika nchi nyingi duniani ni kinyume cha sheria kutumia, kuuza au kumiliki bangi. Walakini nchini Korea Kaskazini jambo hili halina uzito sana. Korea Kaskazini ina sheria kali kuhusu madawa ya kulevya kama cocaine, heroin na mengineo. Katika swala la bangi, inasemwa raia wamekuwa wakijiachia watakavyo. Ripoti zinadai nchini Korea Kaskazini bangi hukua kando ya barabara kwa uhuru kabisa. Kwa hivyo ikiwa ghafla mtu kutoka eneo la karibu anataka kutumia fursa hii, anaweza kufanya kwa utulivu kabisa. Baadhi ya wachunguzi wa mambo wanasema kuwa bangi ni halali nchini Korea Kaskazini, au angalau imevumiliwa na serikali na kuonwa kama ni jambo la kawaida tu kwa raia kuvuta bangi. Karibu 80% ya ripoti na shahidi zinadai bangi ni halali nchini Korea Kaskazini, ingawa kuna baadhi wamehoji na kusema jambo hili si sahihi na kwamba mmea huo ni kinyume cha sheria. Kwa wavutaji wa bangi, walau Korea Kaskazini inaweza kuwa ni mahali pa kujiachia na kulipuka watakavyo kama si kulipuliwa wao. 9. Matusi ya ukejeli kwa Kim na familia yake yanazingatiwa kuwa ni kufuru. Raia wote wa Korea Kaskazini ambao wanaishi chini ya utawala Kim Jong-un lazima waape uaminifu na utii kwa yeye, familia yake na serikali. Kitu chochote ambacho kinaweza kuonekana kama tusi kwa familia ya Kim, serikali ya Korea Kaskazini inachukuliwa kuwa kukufuru na raia huadhibiwa vikali. Sheria hii inawalenga haswa wahamiaji na watalii. Kitu chochote ambacho kinaweza kuchukuliwa kuwa ni tusi au kejeli kitasababisha kufungwa au hata kunyongwa. Wengi pia wanafahamu kisa cha raia wa Marekani na mwanafunzi Otto Warmbier ambaye alikuwa akizuru Korea Kaskazini kama sehemu ya kikundi cha watalii. Otto alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang alipokuwa akisubiri kuondoka nchini humo baada ya kujaribu kuiba bango kutoka kwenye chumba chake cha hoteli na kutuhumiwa kumdhihaki Kim. Otto Warmbier alifungiwa katika seli ya gereza. Sijui nini kilimkumba ndani ya gereza. Mamlaka husika ilimwachia muda mchache akiwa taabani katika hali ya kupoteza fahamu na akafa muda mfupi baadaye Juni mwaka 2017. 10. Hairuhusiwi kuondoka nchini humo. Huenda ukashangaa kwa nini wa Korea Kaskazini wanakabiliwa na sheria mbaya hivyo. Hawaruhusiwi kuondoka katika nchi yao, na wengi wao hawawezi. Raia yeyote wa Korea Kaskazini haruhusiwi kuondoka nchini humo, na yeyote atakayevuka mpaka bila hati rasmi atapigwa risasi na walinzi. Adhabu kali zaidi ipo kwa wale wanaojaribu kutoroka au kujificha kutoka kwa utawala wa Kim, na karibu kila mara hukumbwa na adhabu ya kifo. Kwa Korea, kukaa nchini mwako mpaka kifo ni ishara ya uzalendo na mapenzi kwa kiongozi na taifa lako. Raia wa Korea Kaskazini hawaruhusiwi kusafiri nje ya nchi bila kupewa kibali na ruhusa maalumu. 11. Sheria kali kwa watalii. Mtalii yeyote anayeingia katika nchi hiyo anafuatiliwa kwa ukaribu na serikali ya Korea Kaskazini katika muda wote wa safari. Kila mtalii hupewa mwongozaji ambaye huambatana naye katika safari yote. Ikiwa mtalii ataacha kikundi chake alichokuja nacho au kumtoroka mwongozaji au kujaribu kuzungumza na mwenyeji yote juu ya jambo lolote, atakamatwa. Pamoja na hili,
Watalii huchukuliwa na kupelekwa maeneo fulani ambayo yametengwa rasmi. Utalii mwingine hauruhusiwi kabisa. Watalii wanaotembelea nchi hiyo wanapaswa kukabidhi simu na kompyuta mpakato, CD, flash drive na kadhalika, na wanaruhusiwa kuchukua vifaa vyao punde wanapotaka kurejea nchini mwao. Watalii lazima wafuate kile walinzi wanachosema. Kukiuka maagizo kutafanya kufungwa jela au kukumbana na adhabu kali zaidi ya hiyo. 12. Kutumikia jeshi ni lazima. Kutumikia jeshi la Korea Kaskazini ni jambo la lazima kwa raia wote wa nchini humo. Wanaume hutumikia kwa miaka 10 na wanawake hutumikia kwa miaka 7. Sheria huwabeba wanawake punde wakifikisha miaka 23, basi jeshi huachilia huru na kuwaacha waendelee na mambo yao binafsi, ingawa wengi wao huishia kubaki jeshini kwa hiari. Uandikishaji kwa vijana hufanyika wakiwa na umri wa miaka 14. Huduma huanza mapema wakiwa na umri wa miaka 17 hadi 18. Watoto wa wakubwa na wanasiasa hawaruhusiwi kujiunga na jeshi, hupewa nafasi ya upendeleo. 13. Sheria ya kukata umeme kila ifikapo usiku. Korea Kaskazini haijaweza kuzalisha umeme wa kutosha kwa mahitaji yake kwa miongo kadhaa, na hata kwa mji mkuu, nyumbani kwa raia waaminifu na wanaoaminika. Watu wanaoishi katika maeneo ya mashambani nchini Korea Kaskazini hulazimika kukaa gizani bila umeme ili kuweka mji mkuu Pyongyang kuwa na mawasiliano ya saa 24 kwa siku. Sheria ya mgao wa umeme ni ya lazima, na kila ifikapo usiku maeneo mengi hukatiwa umeme. Raia wengi huishia kulala mapema. Kutumia umeme kunahitaji ruhusa, na kumiliki microwave ni kinyume cha sheria. Hii ni adhabu tosha kwa raia wengi. 14. Sheria kali ya matumizi ya mtandao, internet. Mtandao wao uitwao Kwangmyong au Bright ulizinduliwa mwaka 2000. Kwa matumizi ya kitaalamu na kadhalika, ni tovuti 28 pekee zinazoweza kutumiwa chini ya usimamizi wa serikali. Orodha ya watu walio na uwezo wa kufikia internet inajumuisha viongozi wa kisiasa na familia zao, wanafunzi wanaosoma high school, na idara ya kijeshi ya udukuzi wa mtandaoni, yani Military Cyber Warfare Department. Mfumo wao wa uendeshaji ulioidhinishwa na serikali pekee wa Red Star OS hauruhusu matumizi ya Windows au Mac za kawaida. Wi-Fi imepigwa marufuku kutumika katika balozi zote za Korea Kaskazini duniani kote. 15. Raia hawaruhusiwi kuwa na jina sawa na rais wa sasa. Raia hawaruhusiwi kuwa na jina sawa na kiongozi wa sasa. Kwa hivyo kila mtu anaitwa Kim ili mlazimu kubadili majina yake na kutafuta jingine. Kinyume na takwa hili humaanisha kutokutii agizo la kiongozi mkuu, na adhabu yake inaweza isiwe nzuri masikioni mwako. 16. Raia wote walio zaidi ya miaka 17 lazima wapige kura katika uchaguzi. Uchaguzi unafanyika ili kuchagua viongozi wa chama watakotawala nchi, isipokuwa kwa kawaida mgombea huwa ni mmoja na kura zote huwa ni zake. Kujitokeza kama mgombea mwenza wa Kim Jong-un ni ishara ya uasi na kutaka kupindua utawala uliopo, na adhabu yake moja kwa moja ni kifo, kwa kunyongwa, kwa kupigwa risasi au kutupwa katika banda la mbwa wakali kama kitoweo. Hii ni adhabu ambayo inaripotiwa kutekelezwa na Kim Jong-un kwa mjomba wake Jang Song-taek, ambaye naye alitaka kupindua utawala wake. Alikamatwa, akavuliwa nguo zote na kutupiwa katika banda la mbwa wakali waliofundishwa mafunzo maalum ya kutekeleza adhabu ya kifo. 17. Wanafunzi hutakiwa kulipia madawati na viti vyao wenyewe. Watoto wanaokwenda shule wanatakiwa kujipatia madawati na viti vyao. Ada ya shule haihusiani kabisa na masuala ya viti na madawati. Kila mmoja anatakiwa atafute dawati lake na kiti chake. Kukiuka sheria hii ni kujitakia shida tu. 18. Hutakiwi na huruhusiwi kuvaa jeans. Kwa mataifa mengi duniani kila mtu hupenda kuvaa jeans, lakini sio Korea Kaskazini. Kwa mujibu wa serikali ya Korea Kaskazini, jozi ya jeans ni ishara ya ubepari, na si jambo zuri kukiuka sheria hii. Utakuwa ujipendi wewe na familia yako. Haya ni mambo machache ambayo ni makubwa na ya kupaswa kuwa nayo makini nchini Korea Kaskazini. Kwa raia wa Korea Kaskazini, sheria nyingi huwa ni lazima kwa sababu serikali ina mamlaka ya kuwashurutisha
iwe wanataka au hawataki, au wanayekubali sheria hiyo au la. Huna wajibu wa kimaadili wa kutii sheria yoyote unaofikiri ni mbaya. Unawajibika kisheria kufanya hivyo. Na raia wengi wa Korea Kaskazini wanawajibika kisheria kufuata sheria iliyowekwa, jambo ambalo hakika linawatia machungu na maumivu makali. Kwa makala ijayo ya 360 itazunguka na kukuletea mambo mengi kuhusu sheria na miiko mikali ambayo mke wa Kim Jong Un anapaswa kuifuata. Kinyume na hapo, naye pia anaweza